Nchi ya Tanzania tena yafufua uhasama baina ya nchi ya Kenya na nchi hiyo ya Tanzania baada ya kutoa ujumbe kuhusu wanaharakati waliovamiwa nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Serikali ya Tanzania imetoa kauli kali ya kujibu tuhuma nzito zilizotolewa mbele ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kuhusu madai ya utesaji na ukiukwaji wa haki za kibinadamu dhidi ya wanaharakati wawili mashuhuri kutoka Afrika Mashariki, Boniface Mwangi wa Kenya na Agatha Tuhaire wa Uganda. Tuhuma hizo zilitolewa katika kikao rasmi kilichofanyika Juni tarehe 18 mwaka huu jijini Geneva, ambapo mataifa mbalimbali na mashirika ya kutetea haki za binadamu yalikusanyika kuangazia matukio ya ukandamizaji duniani. Wanaharakati hao walikamatwa Mei tarehe 19 mwaka huu baada ya kuwasili nchini Tanzania kwa lengo la kushiriki kwa njia ya uangalizi katika kesi inayomhusu mwanasiasa wa upinzani Tundu Lissu. Kukamata kwao kulisababisha taharuki ndani na nje ya Tanzania, huku mashirika ya kutetea haki yakitaka maelezo ya kina kuhusu mazingira kukamatwa kwao na kile kilichowakumba walipokuwa mikononi mwa vyombo vya dola. Mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa, Balozi Abdalla Posi, alitoa kauli ya serikali mbele ya jukwaa hilo la kimataifa, akisisitiza kuwa madai hayo hayana uzito wa kisheria na yanaegemea kwenye upotoshaji wa kweli. Alifafanua kuwa watu hao waliingia nchini bila kutoa maelezo ya wazi kuhusu madhumuni ya ziara yao, hali iliyozua wasiwasi miongoni mwa vyombo vya usalama. Hata hivyo, serikali haikupuuza kabisa uzito wa madai hayo, bali ilieleza kuwa uchunguzi wa kina tayari umeanzishwa ili kubaini ukweli wa tukio hilo. Balozi Posi alieleza kuwa iwapo itabainika kuwa kuna watumishi wa umma waliokiuka sheria au taratibu za kumtafuta ama za kimataifa kuhusu haki za binadamu, hatua stahiki zitachukuliwa dhidi yao bila kuchelewa. Katika hatua ya kulinda hadhi ya nchi ya kimataifa, Tanzania imejitahidi kuonyesha kuwa inafuata msingi ya utawala wa sheria na kuheshimu haki za kibinadamu. Kauli inakuja huku ina mashirika kama East and Horn of Africa Human Rights Defenders Network yakishinikiza nchi ya Tanzania wajibike kimataifa kwa kile kinachoelezwa kuwa ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa sasa macho ya jamii ya kimataifa yameelekezwa kwa Tanzania, wakitarajia hatua madhubuti zitachukuliwa na ukweli wa tukio hili utawekwa wazi. Serikali kwa upande wake inaonekana kuchukua mwelekeo wa uwazi na uwajibikaji katika kushughulikia malalamiko hayo, alinayoashiria kwa mchakato huu hautafunikwa wala kupuuzwa. Na katika kipindi ambacho bara la Afrika linakabiliwa na shinikizo la kimataifa kuhusu uwajibikaji wa vyombo vya dola, hatua ya Tanzania kuchunguza kwa kina tuhuma hizi inaweza kuwa mfano mzuri wa jinsi serikali zinavyopaswa kushughulikia madai nyeti ya haki za binadamu kwa njia ya uwazi kisheria, kwa heshima ya utu wa mwanadamu.